Mwongozo wa kujifunza Biblia, Aprili 3, siku ya Alhamis. Mada inasema kistiari au kihalisi. Mojawapo ya mambo muhimu ambayo wanafunzi wa unabii wanapaswa kushughulika nayo ni jinsi ya kuamua ikiwa lugha ya Biblia inapaswa kuchukuliwa kihalisi au kistiari. Mtu huamuaje ikiwa mwandishi alikuwa anatumia lugha ya ishara? Na mtu anajuaje ishara hiyo iliwakilisha nini? Njia muhimu ya kufanya hivyo ni kuona jinsi mfano huo, ishara, ilivyotumiwa katika Biblia yote, kinyume na kuangalia jinsi ishara inavyotumiwa katika nyakati za sasa. Kwa mfano, wengine wanaona ishara ya dubu katika Danieli sura ya 7 kuwa inaelezea Urusi, kwa sababu sanamu hiyo hutumiwa mara nyingi leo kama alama ya Urusi. Hii si njia nzuri au salama ya kufasiri ishara za kiunabii. Tazama maandiko yafuatayo ukiruhusu Biblia kujifafanua yenyewe, yaani kufasiri maneno yake yenyewe. Ni ishara gani ya kiunabii inayofanana katika maandiko hayo katika kila kisa, na Biblia inasema inawakilisha nini? Maandiko ya kwanza, Danieli sura ya 7 aya 7, Danieli sura ya 8 aya 3, Danieli sura ya 7 aya 24. Maandiko ya pili, Ufunuo 1 aya 16, Waefeso 6 aya 17, Waebrania 4 aya 12. Maandiko ya tatu, Ufunuo 12 aya kwanza, Ufunuo 21 aya pili, Waefeso sura ya 5 aya 31 na 32, na mwisho ni Yeremia sura ya 6 aya pili. Kwa kufuata kanuni rahisi kwamba Biblia lazima iruhusiwe kufasiri maneno yake yenyewe, siri nyingi nyuma ya ishara zinazotumika katika unabii zinatoweka. Kwa mfano, tunaona kwamba pembe inaweza kuwakilisha mamlaka ya kisiasa au taifa. Upanga unaweza kufananishwa na neno la Mungu. Na ndiyo, mwanamke anaweza kuwakilisha kanisa. Hapa tunaweza kuona dhahiri Biblia ikijifafanua yenyewe. Kinachobaki kujibiwa hata hivyo ni kwa nini Mungu amezungumza kwa mifano badala ya kusema kwa wazi? Kwa nini? Kwa mfano, Petro alirejelea mji wa Rumi kwa fumbo kama Babeli katika Petro wa kwanza sura ya 5 aya 13. Kunaweza kuwa na sababu nyingi kwa nini Mungu amechagua kuwasiliana kwa njia ya mifano katika unabii. Kwa upande wa kanisa la Agano Jipya, kwa mfano, kama kitabu cha Ufunuo kingeitaja Rumi kwa wazi kama mwenye kutenda maovu mengi, mateso mabaya ambayo tayari kanisa lilikuwa linayapitia yangekuwa mabaya zaidi. Kwa sababu zozote zile, tunaweza kuamini kwamba Mungu anataka tuelewe kile ishara zinachomaanisha. Hata kama baadhi ya ishara na unabii vinabaki kuwa siri, kwa namna gani kuzingatia kile tunachoelewa kunaweza kuimarisha imani yetu? Hii ni Aprili 3, siku ya Alhamis, mada ikisema kisitiari au kihalisi. Mungu atubariki sote, na kwa neema ya Bwana tukutane katika mada ya mwisho juma hili.